Na Ndii katika ardhi ya Mbulia, kaunti ya Taita Taveta, wanakumbwa na hofu ya kufurushwa kutoka makazi yao, wakidai kuwa kamati ya ardhi ya eneo hilo inatekeleza shughuli zake bila kuwahusisha wanachama halali wa ardhi hiyo ya jamii. Wakazi hao wanasema kuwa hawajapewa taarifa rasmi wala kushirikishwa katika maamuzi yanayohusu mustakabali wa ardhi yao, na sasa wanatoa wito kwa serikali kuingilia kati ili kuzuia kile wanachokitaja kuwa ni njama ya kuwaondoa kwa nguvu. Mgogoro huu unajiri miezi kadhaa baada ya mahakama ya mazingira na ardhi mjini Voi kusikiliza kesi ya Mwasigwa na wenzake dhidi ya Mbulia Community Land na kampuni ya Devki, ambapo ombi la kuzuia shughuli za ugawaji wa ardhi hiyo lilikataliwa. Wakazi wa eneo la Manga katika kaunti ya Taita Taveta wanalilia kilio cha ardhi, ambapo kamati inayohusika na ardhi ya Mbulia wanaohangaisha wakidai kwamba wanatakiwa kuondoka ama walipe fedha ili waweze kupewa ardhi hii. Ni masuala ambapo yameleta mkanganyiko na sintofahamu katika eneo hili, na sasa tutakuwa kupatia baadhi ya fursa kusikia baadhi ya kauli za wale ambao wameweza kuzungumza na waandishi. Tulikuja kwa DCC 3 times, myself nilikuwa pale kwa DCC. Ulikuwa nini? Wanajaribu kuwa na tamaa namna hii, kwa sababu walienda wakatushitaki kotini, tukaenda kwa koti na ruling ikatoka kwamba sisi ndio the owners ambao tunatakana tukae hapa, because tulitoa documentation zote za kuprove kwamba hii shamba ni yetu. Tukafanywa ruling na kesi ikaisha, lakini sasa hii naona tena jamaa wamerudi tena, bado wanaendelea kujaribu kugrab tena hii shamba. Kuuliza hawa watu wa community land wako na interest gani na hili shamba letu? Tutafufurushwa tuende wapi? Na tuko na watoto hapa ni mayatima, wengine hawana wa mama zao. Wao wanataka tuende wapi na watoto? Tutawapeleka wapi? Na sasa mimi swali langu ni hivi, ninaomba serikali kuu ingilie kati. Hawa community land kwa nini wanatusumbua? Wamefanya demarcation, tunaona watu wanakuja wanafanya demarcation kwa mashamba za watu na hawaelezi mwananchi ni nini kinachoendelea. Sisi hatuna shida na investor ambaye amekuja mahali hapa. Tulimpokea na tumefurahia kuwapo kwa investor huyu mahali hapa, kwa sababu ni faida sisi kwetu wa Taita na Taveta. Lakini sasa tunashangazwa na hawa wenzetu ambao tuliowachagua sisi, wanatuletea shida kwa sababu muda wao umeisha, wanafanya mambo kulingana na akili zao. Pesa zilizokuwa zimetolewa 50 million na Devki mpaka saizi hawajawahi kuja na kutueleza hizo pesa zimeenda wapi, hizo pesa ziko wapi, na wanaanza kufanya miradi zao. Tunaona matinga yameingia kwa mashamba za watu, na kinachotushangaza zaidi, mimi nikiwa mwanahisa na nikiwa member nimejiregister katika hii committee. Na ndizo baadhi ya kauli zao, na sasa wakililia serikali kuu kuingilia kati ili kuwapatia suluhu ya kudumu, wakizingatia ama wakisisitiza kwamba eneo hili ni lao kihaki. Nikiripotia TV47, mimi ni Julius Mariki Mwakivo.